African football made in Cairo, made in Egypt. Hii ni Cairo, ni jiji ambalo watu wake wamesimikwa mapenzi makubwa na football. Ndio jiji ambalo linatoa mafahari wengi wakubwa katika bara la Afrika. Ndio jiji ambalo mnyama mkali Simba Sports Club, wawakilishi pekee kutoka Afrika Mashariki na Kati katika kampeni ya kombe la shirikisho msimu huu, katika hatua hii wanakwenda kupeperusha bendera ya Sekafa, wanakwenda kupeperusha bendera ya Tanzania, bendera ya NBC Premier League katika mawanda ya kimataifa. Wanakwenda kukonka ufalme baada ya misimu kadhaa waliojaribu bila mafanikio. Je, hii watavuka? Bwana, nimejaribu tu kuchombeza juu ya mchezo wa Al Masry dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, na mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry. Sasa hizi mechi kimsingi tumeshazizungumzia mara kadhaa katika maeneo mbalimbali, lakini tunakwenda kuangalia sababu tano ambazo zinawapa nguvu, zinaipa nafasi Simba Sports Club kwenda hatua inayofuata ukilinganisha na wapinzani wao kwa maana ya Al Masry. Sababu tano hizo tunakwenda kuangalia moja kabla ya nyingine. Sababu ya kwanza ambayo Simba inampa advantage ya kwenda hatua inayofuata, na hapa tunazungumzia katika michezo yote miwili, wa nyumbani na ugenini, ni uzoefu wa nyota wao. Yes, ukipima kwenye mzani nyota wa Simba na nyota wa Al Masry ni level mbili tofauti. Asilimia kubwa ya nyota wa Al Masry hawajafanikiwa kwenye kucheza hizi hatua za CAF kwenye hatua za juu namna hii, kwa maana ya group stage au robo finali na kwenda mbele. Wachezaji wachache sana, kama 4-5 hivi ambao wamecheza hizi hatua za robo finali na kwenda mbele, lakini wachezaji hao still ni wale wachezaji ambao walipita kwenye club Zamalek, ni wale wachezaji ambao wamepita kwenye club Al Ahly, ambao walikuwa hawapati nafasi hata ya kucheza. Kwenye kikosi cha Al Masry, mchezaji pekee ambaye angalau kapata nafasi ya kucheza kwenye group stage kidogo, yani kacheza kwa maana ya kapewa mechi full time, lakini pia kwenye hizi hatua za robo finali angalau amecheza, ni Salah Mohsin, mshambuliaji wao wa mwisho. Yes, huyu ni nyota ambaye ana mataji mawili ya ubingwa wa Africa CAF Champions League, lakini ukienda kumwangalia katika lineup utamuona mechi chache sana ambazo alikuwa akicheza, kwa sababu huyu ni mshambuliaji wa mwisho kule mbele, wakati ambao yeye ndo anachipukia awe hatari kucheza kwenye timu ya Al Ahly. Ilikuwa tayari Al Ahly wana nyota wengi wakale. Alikuwa Marwan Mohsin, yes, ambaye baadaye alienda Modern Future, lakini walikuwa na Walid Azarou, huyu ni mshambuliaji kutoka Morocco ambaye alikuwa akicheza pale juu. Hawa kina Junior Ajay, ingawaje baadaye Junior Ajay alimconvert na kwenda kucheza pembeni. Kwa hiyo wakati wake ilikuwa ngumu mpaka wakati ambao anakuja Walter Bwalia. Kwa hiyo Salah Mohsin kwa asilimia kubwa alikuwa akitolewa kwa mkopo kuliko kubakia kwenye kikosi cha Al Ahly. So ni mchezaji ambaye ana experience, kwa sababu alishawahi kufika mpaka katika hatua ya mwisho na kubeba ubingwa, lakini experience yake kwa asilimia kubwa ilikuwa katika bench. Alikuwa achezi hivyo kama ambavyo wakicheza nyota wengine au mastreka wengine, baadhi yao nimewaorodhesha hapa, lakini wachezaji wengine ambao at least na wenyewe wamebeba ubingwa wa CAF au wamecheza katika madaraja haya ya juu and still walikuwa hawapati sana nafasi ya kuanza. Miongoni mwao ni Ahmed Idi. Huyu ni fullback wa kulia ambaye alichukua ubingwa wa CAF Super Cup mwaka 2020 akiwa na klabu Zamalek. 2020 Zamalek walicheza na
Esperance katika fainali ile ya CAF Super Cup. Ikumbukwe msimu wa nyuma Zamalek ilibeba ubingwa wa shirikisho na Esperance ilibeba ubingwa wa CAF Champions League. Kwa hiyo walikutana katika hiyo Super Cup. Mwingine ni Mustafa Bukhairi. Huyu naye ni kiungo ulinzi ambaye aliwahi kucheza kwenye kikosi cha Al Ahly msimu uliopita 2023-24, naye alikuwepo katika kampeni ya Al Ahly aliyobeba ubingwa, ingawaje alikuwa hachezi pia. Kwa hiyo kuwepo katika maandalizi ya timu, wanavyoandaliwa timu kisaikolojia, ina advantage yake kwa namna moja ama nyingine. Nyota mwingine ni Karim Bambo. Karim Bambo, hiyo Zamalek wanacheza na Esperance mwaka 2020 ya Super Cup. Hakucheza ule mchezo, lakini yeye alikuwepo katika medalist, wale watu ambao walivaa medali. Kwa hiyo ukiacha huyo wa mwisho ni Salah Mohsin. Salah Mohsin ndio nimemzungumzia, mchezaji wa kwanza kabisa kumzungumzia, ambaye of course ana tuzo nyingi. Ameshabeba hadi ubingwa wa Afrika kwa ngazi ya vijana chini ya umri wa miaka 23 akiwa na kikosi cha Misri. So hawa ndio wachezaji ambao angalau wana hiyo a little bit experience kwa mbali. Sasa ukija kuangalia experience yao na experience ya wachezaji kama wa Simba ni tofauti kabisa, kwa sababu tayari Simba kuna ubingwa wa hili kombe. Fabrice Luamba Ngoma 2020-21 kama nakumbuka vizuri, alibeba ubingwa wa hii michuano akiwa na kikosi cha Raja Casablanca. Kwa hiyo ukipima unaona tayari Simba wana huo ubingwa wa mchezaji ambaye alicheza pia katika mchezo wa fainali. Kama haitoshi, kuna nyota wengi ambao mafanikio haya ya Simba kwa miaka hivi karibuni, kucheza robo finali za kutosha kwenye Champions League na kwenye shirikisho pia wanakwenda kucheza robo finali ya pili kwa miaka hivi karibuni. Unaona kuna nyota wengi ambao wapo moja kwa moja kwa maana ya kupata nafasi ya kucheza. Kwa mfano Mohamed Hussein, fullback ya kushoto, yeye ameshacheza hizi hatua. Fullback ya kulia Shomari Kapombe naye ameshacheza hizi hatua. Tukija katikati pale katika walinzi wao wakati, Abdurazak Hamza msimu uliopita alicheza hii michuano katika kikosi cha Super Sports United ya kule Afrika Kusini, alicheza hatua ya group stage. Lakini pale kuna Shemalon Fondo, na yeye msimu miwili nyuma alianza kwenye kikosi cha Cotton Sport, alicheza hii michuano msimu uliopita Champions League pia alicheza, na msimu huu mpaka sasa hivi yupo. Kwa hiyo experience yake naye ni ya kutosha. Nyota wengine Kibu Denis Prosper, naye katika haya mafanikio ya wekundu wa Msimbazi ya miaka hivi karibuni, naye amekuwa chachu kwenye kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi. Mzamiru Yasin apate nafasi ya kucheza sana, lakini naye ni miongoni mwa nyota waongoza njia kwa sababu alikuwepo kwenye kampeni hii ya mafanikio ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini golini Musa Pinpin Kamara, yeye amewahi kucheza hadi nusu fainali ya hii michuano ya kombe la shirikisho Afrika akiwa na kikosi cha Horoya Athletic Club. Kwa hiyo ukipima mzani wa wachezaji wa Simba na wachezaji wa Al Masry, wachezaji wa Simba wamecheza zaidi hii michuano ya CAF katika hatua za kuridhisha, hatua za kutosha kuamini kwamba hawa wana experience zaidi ukilinganisha na wapinzani wao, kwa maana ya wachezaji wa Al Masry ambao wengi walikuwa wanacheza Zamalek na Ahli na walikuwa hawapati nafasi ya kucheza. Kwa hiyo hiyo ndo sababu namba moja ambayo inaniaminisha wekundu wa Msimbazi wanaweza kumtoa Al Masry. Sababu namba mbili ni performance ya Simba msimu huu. Hebu tuende katika msimu huu kwa hizi klabu za Afrika ya Kaskazini. Naposema hivyo, naposema Afrika Kaskazini na maanisha hizi klabu za Kiarabu, na mimi tunaelewana haya mataifa matano. Sasa Simba kwa miaka, Simba, timu hizi za Afrika Mashariki na Kati Sekafa zilikuwa zikistruggle sana kupata matokeo katika mataifa ya Afrika Kaskazini. Timu zetu hizi zimeshaenda kule, zimeshaumbuka sana, zimeshafungwa magoli mengi sana, lakini at the moment mnyama kwa experience ambayo yuko nayo kwenye michuano ya CAF msimu huu bwana, mambo yamekuwa tofauti. Ameshinda mchezo mmoja, ametoa sare mchezo mmoja, na amepoteza mchezo mmoja. Lakini ukaenda kuangalia margin, ameshinda dhidi ya Sfaxien ya Tunisia goli 1-0, miongoni mwa timu bora za muda wote
katika hii michuano ya kombe la shirikisho. Unaweza kuwa underrate msimu huu kuwa na performance hiyo kali, lakini ni miongoni mwa timu ambazo zinatakiwa kuheshimiwa kwa sababu tayari wanajua hizi njia za kupita mpaka kufika mbele. Kwa hiyo wenyewe walipoteza mchezo. Mchezo mwingine ilikuwa dhidi ya Al Ahly Tripoli ya Tripoli Libya, na wenyewe walitoka sare suluhu katika mchezo ambao walipigwa kule Tripoli Libya. Ilikuwa bonge moja la mechi, atmosphere ilikuwa kali na wakafanikiwa kuwabana mbavu. Mechi ambayo walipoteza ilikuwa dhidi ya CS Constantine ambayo walipoteza mabao 2-1. And still ukaenda kuipima ile mechi unaona kabisa ni individual mistake. Walifanya makosa makubwa sana Simba safu yao ya walinzi, hali ambayo iliruhusu mabao. Ingawaje walisiwa na bakia pale pale kwamba Simba ilipoteza. We have to respect ushindi ambao waliopata CS Constantine. Kwa hiyo ukiangalia hii trend ya matokeo unaona Simba tayari wana coat of confidence katika hizi klabu za Afrika ya Kaskazini, kwa maana ya uwezekano wa kufanya vizuri ni mkubwa kwao kwa sababu tayari wameshaanza kuokota alama katika viwanja vya ugenini. Matokeo hayo matatu maana yake kwamba they can manage kuokota alama katika viwanja vingine, na kumbuka kwamba hayo matokeo matatu wameyapata katika mataifa matatu tofauti. CS Constantine ni Algeria, Tripoli ni Libya na Sfaxien ni Tunisia. Kwa hiyo tayari wameshaanza kuonesha ubora katika msimu. Of course huu sio msimu wa kwanza, tayari hapa nyuma walishawahi kufanya makubwa ikiwemo kwa bana mbavu Al Ahly pale pale Cairo wakatoka sare ya goli 1-1 itakumbuka katika EFL. Lakini timu kama Wydad Casablanca, Simba ameshaenda kucheza na Wydad 2 times, mara mbili za mwisho miongoni mwa klabu zenye hadhi ya nyota 5. Lakini Simba alifanikiwa kuwapa test, aliipa game ngumu sana ile Wydad katika michezo miwili ya mwisho ambayo walichezea Morocco. Sasa ukiachana na huko na hiyo ni sababu ya pili, tunakwenda kuangalia sababu ya tatu. Sababu ya tatu ni experience ya klabu yenyewe, na katika experience ya klabu yenyewe tutakwenda kuangalia la head to head. Tunaposema experience ya klabu yenyewe kwa maana ya timu imefanikiwa kufika katika hizi hatua how many times. Sasa ukienda kwa upande wa Al Masry, yes, katika wakati wote wa Al Masry kutokea katika nafasi kuanzia group stage na kwenda mbele wamefanya mara 3 tu, kwa maana ya miaka hii ya 2017 kuja hapa nyuma. Ukienda huko nyuma trace back nyuma zaidi walishawahi kutokea katika hizi hatua kubwa, lakini tukija kutrace katika miaka hii ya 2010 na unaona Al Masry wametokea mara 3 tu katika group stage. Na katika group stage hiyo mwaka 2018 Al Masry walicheza nusu finali. Utakumbuka huu ndio ule msimu ambao walimtoa Simba katika hatua ya awali, walikutana hao mwaka 2018 na baada ya kuitoa Simba wakaenda kukutana na AS Vita Club ya DR Congo na walitolewa kwa aggregate ya mabao 4-0. Hivyo Al Masry waliishia pale nusu finali. Ni msimu ambao Raja Casablanca walienda kubeba ubingwa wakiwa na dhidi ya Vita Club. Kwa hiyo huu ni msimu wake wa kwanza. Msimu wake wa pili ulikuwa mwaka 2019 na 20 ambao walishia hatua ya robo finali kama hii na walitolewa dhidi ya RS Berkane ya Morocco. Na msimu mwaka 2021-22 pia walishia hatua ya robo finali nako walitolewa pia na RS Berkane ya Morocco. Kwa hiyo ni timu ambayo uzoefu wake sio mwepesi, lakini hauridhishi ukilinganisha na Simba ambao hizi hatua za robo finali wamekuwa wakizifikia kwa kiwango kikubwa, lakini katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika ni sehemu ambayo kama tayari wamesha set standard. That's why unaona hata wanagat kwa kampeni ya msimu huu wanasema wanataka ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Simba wenyewe katika kombe la shirikisho Afrika kwa maana ya kwenye miaka hii almost 10, hii ni mara ya pili wanafika katika hatua ya robo finali. Walifika ya kwanza walitolewa dhidi ya Orlando Pirates kwa changamoto ya mikwaju ya penalty, na hii ni ya pili ambayo wanafika na wanakutana na Al Masry. Sasa kwenye head to head Simba na Al Masry wanakutana kwa mara ya pili katika kampeni hii ya kombe la shirikisho Afrika. 2018 nilizungumza hapo, walikutana katika hatua za awali kwenda katika hatua ya makundi, na
Al-Masry walifanikiwa kusonga kwenda hatua inayofuata chini ya Hossam Hassan alikuwa kocha wao kwa wakati ule. Ni mechi ambayo tunaikumbuka, ilitoshana nguvu kwa aggregate ya mabao 2-2 ambayo ilitosha Masry kwenda mbele kwa advantage ya goli la ugenini. Sasa ukienda kuangalia huu msimu Al-Masry ndo msimu wao unaotajwa kuwa bora zaidi katika performance ya michuano ya CAF, kwa sababu alifika mpaka hatua ya nusu finali. Lakini Simba msimu ule wa mwaka 2018 ndio ilikuwa kama Millennium Kiss, ulikuwa ndo kama msimu wa turnover wa Simba kuanza kufanya vizuri, kwa sababu msimu ule kama tutakumbuka vizuri walicheza vizuri sana ile hatua, na hata kwenda Cairo kwa bana ambavu Al-Masry Cairo kutoa 0-0 goalless draw ilikuwa ni kama surprise kwamba wow, Simba kaweza kutoa sare katika nchi kama ya Misri. Cairo unatoa sare sio kitu chepesi, tena kwa timu ambayo tayari nyumbani kwako ilishakubana mbavu ya bao 2-2. Watu tulitegemea baada ya 2-2 pengine angeenda kupoteza kule Cairo, lakini walienda kutoa sare. Kwa hiyo ilikuwa kama imeamsha hivi, na ndio ilikuwa tayari that time Mohamed Dewji amekuja anaweka fedha nyingi. Msimu unaofuata ndio kama msimu bora zaidi, walifika mpaka hatua ya robo finali wakaenda kutolewa na TP Mazembe. Lakini tofauti na hapo ni Simba ambayo 2018 haikuwa na uwekezaji wa kutosha sana au wa kutisha sana kwenye kikosi chao ukilinganisha na Masry ambao walikuwa bora zaidi. Kwa hiyo kipindi ambacho Masry wako bora zaidi, still walienda hatua inayofuata kwa changamoto kwa faida ya goli la ugenini. Maana yake sasa hivi Simba imeboresha zaidi quality ukilinganisha na wapinzani wao kwa maana ya Masry. Sababu ya mwisho kwa Simba kufanya vizuri ukilinganisha na Al-Masry ni performance ya msimu husika, na hii inaanzia katika hatua ya makundi. Al-Masry katika kundi lake alikuwa ilikuwa kundi D sambamba na Zamalek ya pale Misri, Enyimba ya Nigeria na Black Bulls ya Msumbiji. Na katika kundi hili Al-Masry walifanikiwa kuchukua alama 9 tu, na alama 9 hizo walishinda michezo miwili dhidi ya Enyimba na dhidi ya Black Bulls wakiwa nyumbani, na walikwenda sare michezo 3 huku wakipoteza mchezo mmoja dhidi ya Zamalek. Wamefunga mabao 7 na kuruhusu mabao 4. Kwa hiyo ukiangalia huo wastani wa matokeo unakuonesha Al-Masry sio timu nyepesi, utaheshimu kwa maana ya hatua walioifanya, lakini tofauti na ukilinganisha lilivyokuwa kundi la Simba ambalo wenyewe walikuwa katika kundi A ambalo lilikuwa na wenyewe Simba Constantine Constantine ya Algeria, Bravos do Marquis ya Angola pamoja na CS Sfaxien ya Tunisia, na Simba alifanikiwa kushinda michezo 4. Kumbuka Masry alishinda michezo 2, Simba alishinda michezo 4, alikwenda sare mchezo 1 na kupoteza mchezo 1. Alivuna jumla ya alama 13 akifunga mabao 8 na kuruhusu mabao 4. Kwa hiyo inakuonesha kwa namna gani Simba amekuwa na performance bora ya upatikanaji wa matokeo katika hatua ya makundi ukilinganisha na Al-Masry. Simply ni kwamba Simba anaingia kama favorite katika huu mchezo na Al-Masry anaingia kama underdog katika huu mchezo, kwa maana michezo yote nyumbani na ugenini. Haimaanishi kwamba underdog hawezi kufanya kitu, lakini Simba ni favorite zaidi. Simba ni timu namba 1 uwanjani. Unaweza ukashangaa kwa nini nimesisitiza hapo. Licha ya sababu zote nilizozitoa hizi, sababu nyingine kubwa kabisa ni wekundu wa Msimbazi Simba kuwa giant katika kandanda ya Afrika kwa miaka ya hivi karibuni, performance ambayo Masry hajawahi kuifikia katika historia yake kwenye miaka yote tangu walipoanzishwa. Ikumbukwe Simba ni miongoni mwa klabu za juu ambazo kama atashinda hapa maana yake atasogea zaidi katika viwango vya ubora na kusogea mpaka katika nafasi ya 5. Endapo atamuondosha Al-Masry katika viwango barani Afrika, atasogea katika nafasi ya 5. Kwa hiyo hiki ni kitu muhimu sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa hapo Al-Masry na wenyewe wanatafuta experience mpya ya kufanya vizuri kwenda katika hatua ya nusu finali ambayo walichemka kuivuka mwaka 2018. Watafanikiwa ama itakuwaje? Karata yangu naitupa kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Mtazamo wangu
Mchezo wa kwanza utakuwa mgumu, huu ambao unakwenda kupigwa Cairo utakuwa mgumu sana, kwa sababu Masri anajua kwamba mchezo huu ndio mchezo wake. Mchezo wa kwa Mkapa ni majaliwa ya Mungu. Kwa hiyo katika mchezo huu atakuja kama mbogo, watakuja kwa pressure kubwa. Good thing ni kwamba Simba anayo quality ya kuzuia pressure kwa aina yoyote ile ya mpinzani ndani ya Afrika hii, kutokana na quality ya wachezaji, kutokana na experience ya timu katika hii michuano ya kimataifa. Bonge moja la mechi, yes, kutoka Cairo. Na mechi ya pili ya Benjamin Mkapa ni mechi ambayo nafasi kubwa wanayo wekundu wa Msimbazi Simba. Mimi ni Kilo Finest, hili ni jukwaa letu la Mzinga Sports. Usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike.